Ninakusalimu popote pale ulipo mtazamaji na mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo. Hongera tena kwa mara nyingine kwa kuendelea kutuamini na kuendelea kufuatilia matangazo haya na matangazo mengine mbalimbali popote pale unapokuwepo. Kwa heshima na taadhima kubwa, leo tumepata fursa nazungumza na Mhashamu Paulo Ruzoka, askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Mimi ni Eric Pasco Jr, nyuma ya kamera ni mwenzangu Mary Njuguma. Baba Askofu, ninayo furaha kukusalimu na ninakushukuru kwa heshima kubwa uliyotupatia. Tumsifu Yesu Kristo. Baba, milele amina. Hongera sana kwa utume wako na ninaamini unaendelea vizuri kabisa. Mungu analinda mpaka sasa. Nimemjuza msikilizaji kwamba leo tumepata fursa ya kuzungumza nawe na kwa namna ya kipekee tukiangazia miaka 50 ya tangu ulipowekwa wakfu katika daraja takatifu ya upadre. Ni kumbukumbu gani ambazo unazipata hasa unapokwenda kuadhimisha miaka hii 50 tangu ulipowekwa wakfu katika daraja takatifu ya upadre, Baba? Kumbukumbu yangu kubwa ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Kwamba si tu ameniweka katika daraja la upadre kwa kipindi chote hicho, ndio, cha miaka 50, lakini vile vile kwamba ameniwezesha kuishi tangu nizaliwe mwaka 1948 mpaka wakati huu sasa ambapo naadhimisha miaka hiyo 50 ya daraja la upadre. Ni mambo gani ambayo ya kipekee unayakumbuka katika safari yako hii ya miaka 50 ya daraja takatifu ya upadre? Kwanza kabisa ni daraja lenyewe la upadre. Ndio. Kwamba tarehe ya 20 mwezi wa 7 mwaka wa 1975 nilibatilishwa na aliyekuwa askofu wangu wakati ule wa jimbo la Kigoma, Mhashamu Askofu Alphonse Daniel Nsabi, ambaye yeye mwenyewe alikuwa amekuja kuwa askofu wetu akichukua nafasi ya aliyekuwa askofu misionari wa Afrika James Silo Yakobo Silo, ambaye alikuwa alistaafu mwaka 1969. Ndio. Na baada ya kuwa amestaafu tarehe 22 mwezi wa 2 mwaka wa 1970, Baba Alphonse Nsabi ambaye alikuwa ni padre wa Jimbo Kuu la Tabora, aliwekwa wakfu kule Kigoma kama askofu. Mimi wakati ule nilikuwa ni mseminaristi wa seminari kuu ya Mtakatifu Antoni kule Ntungamo. Basi tuliposikia habari za kuteuliwa kwake na kuwekwa wakfu kwake kwa tarehe hiyo tajwa, tulifurahi sana. Kwa hivi akawa ni mlezi wangu tangu nilipokuwa huko seminari ya Ntungamo mpaka aliponiwekea mikono mwenyewe, kwanza ushemasi mwaka 1974 katika Kigango, ambapo mimi mwenyewe nilikuwa nimesoma shule ya msingi Muhange, ndipo aliponipatia daraja la ushemasi, na hivi sasa ni parokia ya Muhange. Lakini basi tarehe hiyo ya 20 mwezi wa 7 mwaka uliofuata 75 kanipatia daraja la upadre katika parokia ya Nyaronga, ambayo ndiyo parokia wengi wanaviita parokia za mwisho, sasa inaweza kuwa parokia mwanzo, iliyo mpakani na jimbo la Rulenge Ngara kwa sasa hivi. Ndio. Basi na
hapo ndipo nikaanza safari ya maisha ya upadre kwa maongozi ya Mwenyezi Mungu. Nikapangwa katika parokia ya Kibondo kwa appointment yangu ya kwanza, nilipopangiwa kwa mara ya kwanza kufanya utume, na nimekwenda huko tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huo wa 75, na kwa maongozi ya Mungu sikukaa muda mrefu. Mwezi Novemba nikaa nimepata utume mwingine wa kuja kufundisha Itaga Seminari, na tarehe ya 7 mwezi Januari 1976 nilikuja kwa treni kutoka Kigoma, nikapokelewa stesheni na padri mmoja. Kwa kweli hakuna aliyenipokea kwa sababu Tabora nilikuwa naifahamu. Basi nikanyosha kuja jimboni Tabora, na kutoka hapo nikawa nimekwenda Itaga na kuanza kazi ya kulea vijana waliokuwa katika seminari ndogo yetu hiyo ya Mtakatifu Karoli Borromeo, ambapo mimi mwenyewe nilikuwa nimepata malezi na elimu yangu ya sekondari katika seminari hiyo. Bani kurudisha nyuma kidogo. Tumzungumzie Baba Askofu Alphonse Nsabi. Ni sahihi kusema alikuwa ni askofu wa kwanza mzalendo wa Jimbo Katoliki Kigoma? Ni sahihi kabisa. Ndio. Turudi sasa Itaga Seminari. Maisha yako katika utume wako wa seminari ya Itaga yalikuwa ni maisha ya namna gani? Mambo gani unayokumbuka katika utumishi wao katika seminari ile, na hasa ikichangiwa pia ulikuja kuwa rector wa seminari hiyo? Kwa kweli maisha ya seminari ya Itaga kama mwalimu mlezi na baadaye hata kiongozi wa seminari hiyo yalikuwa na changamoto zake. Ni wazi kukaa na vijana sio jambo lilo rahisi, lakini vile vile ni vijana wenye shauku, wenye malengo na matarajio mbalimbali. Lakini kimsingi kwanza kabisa kupata elimu, na basi nilikuwa mwalimu. Ndio. Nikikutana nao darasani, nikutana nao katika michezo, nikutana nao katika ibada mbalimbali, nikutana nao hata mashambani tukilima pamoja na kwa ajili ya kujipatia riziki mbalimbali. Ndio. Kwa hiyo katika kufanya kazi na wanafunzi hao tulikuwa na mengi ya kujifunza. Ilikuwa ni pamoja na kuwaongoza vema katika makuzi yao. Nimekaa kama mlezi na rector wa Itaga Seminari kwa kipindi cha miaka 14 tangu hiyo 76 mpaka nilipotajwa kuwa askofu wa Kigoma tarehe ya 7 ya mwezi Disemba mwaka wa 1989. Kwa hivyo kipindi chote hicho basi nilikuwa naishi na vijana tukijaribu kusindikizana, kuongoza kwenye wito wao. Ndio. Lakini vile vile hata kuweza kufanya uchaguzi mwingine kwa maisha ambayo wanayaishi walio bado hai, na hivi tuna kumbukumbu nyingi. Ndio. Kwamba wapo waliopata nafasi mbalimbali za maisha yao, wale waliofuata mwito wa kipadre na wale waliokwenda kama mnavyojiita duniani, nao vile vile tunawakumbuka kwa dhama. Mathalan Dr. Philip Isidore Mpango ni miongoni mwa wanafunzi ambao wamepita mikononi mwetu. Ndio. Lakini kwa uchache tu, na hata kardinali wetu Mwadhama
Madam Protas Rugambwa Ndiyo. naye alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi wetu. Baba Askofu, tuwazungumzie watu hawa wawili, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango pamoja na Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa. Wewe ulikuwa ni mwalimu wao, walikuwa ni wanafunzi wa namna gani darasani wakati huo ulipokuwa ukiwafundisha na kuwaongoza? Walikuwa wazuri na vipaji vyao wanavyoonyesha katika nafasi wanazokuwa nazo sasa. Ndiyo. Ndiyo. Kuna wanafunzi wazuri, makini, waliokuwa tayari kupokea maelekezo na mafunzo ambayo yaliwasaidia kuwa katika hali hii ambayo wanayo sasa.